kwamba habari hizi za wokovu ni upuzi kwa wale wanaopotea, lakini Biblia inasema ya kwamba kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu za Mungu. Jioni ya leo tuko hapa na nguvu za Mungu zitaonekana kutembea katika maisha yetu. Biblia yauliza, ewe mwenye hekima, iwapi hekima yako? Ewe mwenye ujuzi, uwapi ujuzi wako? Maana ujuzi pasipo hekima iliyo katika nguvu za Mungu ni bure. Tumekumbushwa ya kwamba kuna nguvu katika msalaba. Msalaba huu ambao Kristo aliyoangikwa juu yake, ndio ambao katika msalaba huo tunapokea wokovu, tunapokea msamaha wa dhambi, tunapokea nguvu katika msalaba huo. Sisi ambao tuliolemewa, sisi ambao tulioshindwa, twaweza kupokea msaada katika msalaba huo. Leo ni siku ya Ijumamosi, na baada ya Kristo kukamatwa siku ya Ijumaa, siku ya Ijumamosi, wanafunzi, watu ambao waliomwamini Yesu walijificha wakiwa matumaini yao yamepotea. Inawezekana jioni ya leo matumaini yako yamepotea. Unasema ya kwamba kama jinsi ambavyo walivyoona matumaini yao yamefika mwisho, nami ninaona kama yangu yamefika mwisho. Ninakuambia ya kwamba kuna matumaini jioni ya leo, kuna nguvu jioni ya leo utakapojiunganisha na msalaba wa Yesu Kristo. Nisikilize nikwambie, kuna misalaba mingi. Ile mingine ambayo watu wanayojitengenezea, ingine wanajibebea. Siku ya leo sikwambii ujiunganishe na msalaba ambao utakaobeba, na kumbusha kwamba ujiunganishe na msalaba ambao Kristo aliyoangikwa juu yake, na baada ya hapo akatoka katika msalaba huo. Kuna nguvu wakati ambapo utakapotazama msalaba huo. Ni wakati wako wa kuinua macho yako kwa msalaba huu, kwa jina la Yesu Kristo. Katika magonjwa yako, msalaba huu una uwezo wa kuleta uponyaji. Katika shida zako, popote hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna wenye ishara kubwa mawe, ewe Mungu, hakuna wenye ishara kubwa kama